إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الإخوة الأحباء، أيها الحاضرون المستمعون الكرام، معاشر المسلمين، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله، فقد فاز المتقون بقوله تعالى إن للمتقين مفازا. Enyi ndugu zangu katika imani mliohudhuria hapa, nianze kwa kuwahusia na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah, kwa kauli yake Allah aliposema inna lilmuttaqina mafaza. Hakika kufaulu ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kwa mukhtasari sana, kumcha Allah ni kujitahidi muislamu upeo wa kujitahidi kwake kudumu katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na aliyokataza subhanahu wa ta'ala. Vile vile yale aliyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kushikamana nayo na aliyotukataza kujiweka nayo mbali. Maisha hayo ndio maisha ya takwa Allah, maisha ya kumcha Allah ambayo Allah ameyatangazia malipo makubwa. Ameyatangazia malipo makubwa na kufaulu kwa watu wenye kushikamana na jambo hili tukufu. Ndugu zangu katika imani, leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala ningependa kuzungumza kwa kuwakumbusha yale ambayo ni mnasaba sana na mwezi ambao tunaupokea. Mwezi ambao upo mbele yetu ndugu zanguni ni mwezi wa Rabiul Awwal, maarufu mfungo sita. Lakini kwa nini mfungo sita tuzungumze? Ni kwa sababu ya tukio ambalo lipo ndani yake, ambalo hushughulishwa sana Waislamu na jambo hili. Na jambo lingine ndugu zangu katika imani ni katika kuonyesha kiasi gani tunapendana Waislamu. Ndivyo Waislamu walivyo. Almu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Allah anasema Waislamu wa kiume na wa kike baadhi ya wao kwa wao ni marafiki. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrishana mema na wanakatazana mabaya. Kwa hiyo katika kuamrishana yaliyo mema na kukatazana yaliyo mabaya ni dalili ya mapenzi baina yetu, wala sio chuki wala uadui. Ndani ya mwezi wa mfungo sita ndugu zangu, kuna maasi makubwa ambayo Waislamu huyafanya qaulan wa fi'la, kwa kauli na hata kwa kitendo. Maasi haya yamewekwa nembo ya ibada, jambo ambalo si sahihi, na hivyo wameghurika, wamedanganyika Waislamu walio wengi kuona ni ibada, tena ibada adhima, ibada kubwa, na hivyo wakashughulika kutoa mali zao, kupoteza wakati wao kwa jambo ambalo halina maana. Fungo sita ndugu zangu
kwa kauli za baadhi ya wanachuoni ndio mwezi kazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amezaliwa mfungo 6, japo kuna ikhtilafati baina al-aqwali al-ulama. Mtume sallallahu alaihi wasallam mifungo 6 ilikuwa inapita mingi tu katika maisha yake. Waislamu wa leo, zama za hivi karibuni, Mtume kishaondoka, maswahaba wamekushaondoka, tabi'in wakaleta kitu ambacho wanakiita ni kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maarufu maulidi. Wakalionyesha katika jamii kwamba ni katika jambo muhimu, ni ibada kubwa, na hivyo kukusanya nguvu za Waislamu, gharama, muda wao kulifanya jambo hili. Ndugu zangu katika imani, kwa mukhtasari, khutba siku zote inabanwa na wakati, na pia wakati tulionao ni wakati ambao baada ya hapa fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Amri ya Allah anasema fa idha qudiyatis sala fantashiru fil ardi. Swala ikimalizika kusali swala ya aljuma, watu watawanyike katika ardhi wakatafute fadhila zake Allah, riziki zake. Ndugu zanguni, maulidi au mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mizani ya kitabu na sunna, tuyaangalie maulidi, sherehe za kusherekea kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jicho pevu la kitabu cha Allah na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufahamu wa wema waliotangulia masahaba. Je, ni katika jambo muhimu? Ni katika ibada? Jambo hili kwa nini Waislamu baadhi walishadidie, walihamasishe? Kwa nini baadhi ya Waislamu waseme halifai? Kwa nini tunapata shida? Tuna mwongozo, kwa tunalitia katika mzani kulipima. Je, ni katika ibada? Kwa sababu khuliqna liajli alibada, tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na hili Allah amelizungumza mapema katika surati Dhariyat akisema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu ila waniabudu. Kwa nini iwe ibada alafu tuseme haina maana, haifai, ni maasi, ni uzushi, ni uovu? Tuliangalie katika mzani wa kitabu na sunna. Ndugu zangu katika imani, maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yote ni risala kwetu. Maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yote ni mafunzo makubwa kwetu sisi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake amesema mengi, ametenda mengi, na maisha yake Mtume katika matendo na kauli zake sisi tunatakiwa kumwiga, kumfuata, na ni agizo la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia katika surati al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika amekuwa mtume wa Allah kwenu nyinyi Waislamu ni kiigizo chema, tumuige. Qur'ani inatuambia tumuige bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yule mwenye kutaraji kukutana na Allah na kulipwa na Allah na kutaraji siku ya mwisho ya kiyama. Wa dhakara Allah kathira, na akamtaja Allah kwa wingi, akamkumbuka Allah kwa wingi. Hii Qur'ani ndugu zangu, Mtume tunaamrishwa aigwe. Waigaji ni sisi, ndio walengwa. Sisi wafuasi wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tumuige Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni al-Ahzab. Tukienda katika Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha mutabaa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kufuatwa mtume wa Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni,
Sema Muhammad, waambie ikiwa nyie mnampenda Allah nifuateni mimi Muhammad. Hapo tunaamrishwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Amrishaye nani? Rabbul alamin, Mola mlezi wa viumbe wote, anatuamrisha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, basi nifuateni mimi. Faul aqiba, Allah anaamrisha mapenzi ya kupendwa yeye. Sisi tukimpenda Allah, basi hayo mapenzi hayana maana, tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Thamarat mutaba rasulillah, matunda ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii Allah anasema yuhibbukumullah, na Allah atakupendeni. Lingine wayaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu. Kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kunapelekea kupendwa na sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, wabitali maghfiratu dhunubina, kusamehewa madhambi yetu. Jambo la pili, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma kwa waja wake. Ndugu zangu, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, aya imesema hivyo. Ile ya kule Ahzab, kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Maisha ya mtume yote yanatakiwa yawe ni somo kwetu sisi, ni darsa. Maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa tumuige mtume sallallahu alaihi wasallam. Alifanya nini katika maisha yake? Alipokuwa anafikiwa na mwezi wa Rabiul Awwal, mfungo 6, alikuwa anafanya nini na wanafunzi wake masahaba? Tumuige mtume sallallahu alaihi wasallam, tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa anafanya nini mpaka sisi tukafanya haya ya kusherehekea mazazi yake? Tunamfuata nani zaidi ya Iblis mal'un? Usipomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe mfuasi, utakuwa mfuasi wa sheitani. Umeambiwa ushike hapa, mfuate huyu, muige huyu, wewe unawaiga watu wengine. Ndugu zanguni katika imani, ala sabili mithali, kwa njia ya mfano, waangalieni wale waathirika wa mambo ya hovyo, mambo ya muziki, wanavyowapenda wale wasanii na kuwafuatilia, kuwaiga, kupenda kuwasikiliza, bali hata picha zao kuziweka mara kwa mara wakawa wanawaona. Achilia mbali hao wafuasi wa siasa, waangalieni unavyomgusa tu kiongozi wao mkubwa, jinsi anavyokuja juu. Mapenzi yako wapi? Mapenzi yetu Waislamu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukisubiri mfungo 6 tunafanya sherehe za kuzaliwa yeye. Yako wapi mapenzi yetu? Mapenzi halisi yako wapi? Sisi hatujafikia kilele cha kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kama masahaba radhiyallahu anhum. Walikuwa wanafanya sherehe za kuzaliwa mtume, maulidi walikuwa wanafanya? La hasha wa kalla. Huwezi kupata hiyo hadithi au athari hata moja. Masahaba ilikuwa mfungo 6 wanashughulika kama waislamu wa leo. Hawakulelewa hivyo, wamelelewa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam, bali walikuwa ni wakali katika kutahadharisha kwenda kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam. Atasa rajulun inda Abdullah ibn Umar, alipiga chafya mtu mmoja mbele ya Abdullah ibn Umar. Faqala, akasema yule mtu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akasema maneno haya. Alisemaje Ibn Umar mbele ya huyu mtu kwa hilo alilolitamka? Laisa hakadha amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si hivyo alivyotuamrisha mtume wa Allah. Lam yaqul idha atasa ahadukum falyahmid Allah waliyusalli ala nabi. Mtume akusema anapopiga chafya mmoja wenu amshukuru Allah kwa kuleta tahmidi alhamdulillah, alafu amsalie mtume. Hakusema hivyo, bali innahu qala
idha atasa ahadukum falyahmid Allah, bali yeye amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapopiga chafya mmoja wenu basi amshukuru Allah, aseme alhamdulillah. Pale pale anamkosoa, unatupeleka wapi? Umepata wapi? Kwa sababu ni jambo limegusa ibada. Ibada inachafuliwa. Alikuwa mkali, alimnasihi, alimkemea. Pia kadhalika ndugu zanguni, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si huyo Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, rabi' khulafa ar-rashidin, khalifa wa 4 katika makhulafa walioongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema lau kana dinu birrai, lau kama dini ingekuwa inakwenda kwa rai, kwa maoni, kwa mitazamo ya akili zetu, lakana asfal al-khuffi aula min a'lahu, basi ingekuwa chini ya kiatu cha hofu ni bora zaidi kupanguswa kuliko juu yake. Walaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yamsahu dhahira khuffai, hakika mimi nilimuona Mtume wa Allah anapangusa juu ya viatu vyake vya hofu. Angalia, dini ya masahaba ni ile waliomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni ile ambao wamemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Chini ndio tukitembea tunakanyaga vingi vichafu, lakini Mtume ilikuwa kiatu chake cha hofu akikipangusa juu na sio chini. Hii ndiyo sunna. Lakini ingekuwa kwa akili zetu na mitazamo yetu, Saidina Ali anasema mimi ningeona rai yangu tupanguse chini, lakini nilimuona Mtume akifanya kinyume na hivyo. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana yatufu bil Kaaba, alikuwa akizunguka al-Kaaba. Akifika katika Hajar al-Aswad anasema kwa sauti ya juu, inni a'lam annaka hajar, mimi ninavyojua wewe ni jiwe tu, la tadhuru wala tanfa, hauna madhara yoyote kwa mja wala huna manufaa yoyote. Walaula anni ra'aytu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka, kama nisingemuona Mtume akikubusu nisingekubusu wewe. Masahaba ndio walivyolelewa hivyo. Waislamu wa leo tuko wapi? Tupo mbali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia suala la kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa anafanya nini? Anajua siku amezaliwa, anajua mwezi aliozaliwa. Siku aliozaliwa Mtume alikuwa akifunga, na hivyo hivyo likaambukia kwa masahaba na wao wakawa wanafunga, na ni sunna thabita ila yaumina hadha, ni sunna iliyothibiti mpaka leo kufunga siku ya Jumatatu. Katika wiki ukafunga Jumatatu na siku ya Alhamis. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaum al-ithnain, Mtume aliulizwa juu ya kufunga siku ya Jumatatu, faqala, akasema ulitu fihi. Majibu yake yalikuwa mafupi hivyo. Mtume anasema nimezaliwa ndani yake. Kwa nini ya Rasulullah unafunga Jumatatu? Nimezaliwa ndani ya siku hiyo. Tuna mapenzi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutukuza, kutaadhimisha mazazi yake, basi tufunge Jumatatu, full stop, hakuna jambo lingine. Usisubiri mfungo sita, Jumatatu ufungi unasubiri mfungo sita. Na hili jambo ndugu zanguni la kumfanya maulidi ya kusherekea mazazi ya Mtume mfungo sita, Rabiul Awwal thani ashara, mfungo sita tarehe 12, hili ni jambo la uzushi, si jambo la dini. Na ukitaka kujua hili ni jambo halifai katika uovu, lipo wazi sana. Leo imefika hatua ndugu zanguni, maulidi zitashamiri mfungo sita, mfungo 7 utaendelea maulidi, mfungo 8 maulidi, mfungo 9. Hii dalili tukiakili kwamba hili jambo sio la dini, siku zote maulidi, mpaka Shaabani maulidi, Ramadhani maulidi zimestop. Kama vile watu wanavyoacha maasi mengine kwa sababu ya Ramadhani, na maulidi wanaacha kwa sababu ya Ramadhani, kwa sababu ni jambo halifai, jambo halipo. Ibada zote mwezi wa Ramadhani mashekhi wanahamasisha zikithirishwe, zifanywe kwa wingi.
kulikoni maulidi inasahaulika mpaka Ramadhani ipite. Tena Shaabani zinafanyika maulidi kwa kishindo, kwa wingi, kwa kuwahi Ramadhani isije ikawadiriki. Ni jambo ambalo halipo, jambo halina utaratibu, halina kanuni. Mtu akijisikia, nyinyi mnasherehekea kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mfungo 6 tarehe 12, mbona ikipita hii tarehe maulidi zinaendelea? Sababu ni jambo sio la ibada. Mbona hatuoni mwezi wa Ramadhani ukipita watu wanaendelea kufunga anapojisikia tu? Msimu wa hija umepita watu wanaendelea kuhiji tu, mbona hamna? Ni ibada, kila ibada ina utaratibu wake. Swala hizi, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, swala zimedhibitiwa kwa wakati vile vile, si wakati wote. Kwa utaona leo mtu kapata mtoto, mkewe kajifungua, nasoma maulidi. Huyu bwana kanunua gari, nasoma maulidi. Yule bwana naye kapata faida sana kwenye biashara yake, anaita watu maulidi. Kila akijisikia mtu maulidi. Imefika mpaka katika mazishi watu wanasoma maulidi. Hapa tuna huzuni, tumeondokewa na ndugu yetu mpendwa au mzazi wetu. Mbona unaleta sherehe tena? Sababu maulidi ni nini? Ni kusherekea kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio tafsiri wanavyozungumza wenye kufanya jambo hili. Mbona hapa pana huzuni unaleta sherehe? Kwa ni jambo ambalo halitakikani ndugu zanguni katika imani. Ni jambo katika maasi, na ni lazima tuambiane. Tusipoambiana katika majumba kama haya, ni wapi tutaambiana? Usipoambiana katika msimu kama huu ambao umeanza maulidi, hivi tunavyozungumza watu wameshachanga, wameshafanya maandalizi makubwa. Msimu huu hatuambiani, tutaambiana wapi? Ndugu zanguni katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza mengi na Mtume amekemea sana watu kuihujumu dini aliyoitolea juhudi kubwa sana, kuiharibu dini yake. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli yake mwenyewe ndani ya Qur'an, surati al-Maida, Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni dini yenu nyie Waislamu. Leo sio leo ya sisi tukiwa hapa, leo akiwepo Mtume sallallahu alaihi wasallam hai. Imeshuka hii aya Mtume akiwa katika viwanja vya Arafa. Mtume anaambiwa leo nimewakamilishieni dini yenu. Allah anasema habari hizi Mtume akazieneza mpaka leo. Aya hii ipo hai, sio aya mansukha, aya imefutwa. Leo nimewakamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza neema yangu kwenu, wa raditu lakum alislam dina, na nimeridhia Uislamu ndio iwe ni dini kwenu nyinyi. Surati al-Maida, aya za mwanzo kabisa, ni aya ya 3. Allah anazungumza hivi, dini yake imekwisha kamilishwa na yeye Allah. Wewe unaleta jambo ambalo halikuwepo enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Limekuja suala la maulidi ya kwanza kuchomoza duniani, watu kusherehekea kuzaliwa Mtume. Ni karne ya 7 Mtume kishaondoka, miaka 700 Mtume ameshaondoka duniani. Mtume kishaondoka, maswahaba hawapo tena, tabiina hawapo, tabiina hawapo. Miaka 700 tokea Mtume amekufa, ndio katokea muovu mmoja akahamasisha watu, akapata nguvu ya shetani, watu wakaona ni jambo zuri, mpaka leo linaendelea, lakini halina asili katika dini, si katika dini. Sheikh Muhammad Abu Bakar, muasisi wa Shamsul Maarifa, amemaliza maneno, ametunga kitabu, kipo hai, tunacho mikononi mwetu. Hata kama wafuasi wameficha hichi kitabu, sisi tunacho, As-Sa'iqatul Mu'riqa. Sheikh kazungumza maneno mengi sana juu ya maulidi. Tafuteni hichi kitabu ndugu zangu Waislamu, mumsikilize Sheikh Muhammad Bakari anavyozungumza. Ameyakanyaga maulidi kweli kweli, kwamba ni uovu, hayafai, si katika dini. Tena ametumia lugha ya ukali, wa man qala innahu min ad-din fanaqulu lahu aina dalil. Yoyote atakayesema maulidi ni katika jambo la dini,
tutamuuliza iko wapi dalili. Sheikh anataka umsimamishie hoja, dalili, ushahidi wa Qur'ani na Sunna. Kwa si jambo katika mambo ya maana. Waislamu tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo mangapi ya dini hatujayatekeleza? Mangapi? Ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbikal karim, ewe mwanadamu, kitu gani kimekudanganya wewe kuachana na Mola wako mkarimu? Alladhi khalaqaka, ambaye kakuumba, fasawaka, akakutengeneza sawa sawa, faadalaka fi ayi suratin ma shaa rakabaka. Allah anaonyesha ihsani jinsi alivyotuumba sisi na kutuwekea kila neema, alafu tunaipiga teke dini yake aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa ameshika kitabu ambacho kipo hai. Mtume amefariki lakini kitabu kipo, muongozo wetu. Mtume amefariki lakini sunna zake zipo, zimedhibitiwa. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Anasema Allah ni An-Nisa 114 aya hii. Yoyote mwenye kumwasi mtume baada ya kubainikiwa na muongozo wa Qur'an na akafuata yale ambayo sio waliokuja nayo, waliopita nayo Waislamu, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla. Allah anasema mwisho nitamwacha elekee huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na nitamtosa katika moto wa jahannam, wasaat masira, na ubaya ulioje wa marejeo kama hayo. Kwa nini kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haya yote Allah anazungumza kwa ukali ni kwa wewe kwenda kinyume na Mtume baada ya mwongozo kukubainikia. Wayatabi ghaira sabili mu'min, akafuata njia sio ya waumini wa Kiislamu. Masahaba, njia ya waumini wa Kiislamu inayozungumzwa hapa, njia ya masahaba. Umemwasi Mtume, muongozo tayari umekwisha kubainikia, unafuata njia sio ya masahaba, sio ya tabi'in, sio ya tabi'in. Allah anasema nitakuacha uelekee huko, alafu nitakutia motoni siku ya kiyama. Hii ni Qur'ani ndugu zanguni. Lau kama yangekuwa haya yamefanywa na masahaba, kwa nini sisi tuyakataze? Wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wamefanya maulidi, wameona ni jambo muhimu, sisi tungeheshimu. Sababu tunachoamini sisi ni Qur'ani na Sunna, viwili hivi, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, masahaba, tabi'in, tabi'in. Wafanyao maulidi ukiwauliza mnamfuata nani? Nyie madhehebu gani? Madhehebu gani nyie ambao mmeshikamana nayo? Madhehebu yetu sisi ni madhehebu ya Imam Shafi. Imam Shafi alisoma maulidi wapi? Hakuna majibu. Shafi wapi katika kitabu chake kazungumza maulidi ni jambo la kheri tulifanye? Hakuna majibu, huwezi kupata. Imam Malik kama sio Shafi, au aimmatul arba, viongozi wanne wa ahli sunna wal jamaa, Imam Malik hatambui hicho kitu. Abu Hanifa pia, Ahmad bin Hanbal hawafahamu, wameondoka dini wameifundisha, na ndio marubani wanne wanaotuongoza sisi ahli sunna wal jamaa, hawajui habari ya maulidi. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله القائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الجزاء والحساب. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zanguni, katika uovu wa karne zetu hizi za leo uliotiwa nembo ya kheri, unaotangazwa kwamba ni katika jambo kubwa zuri, ni kusoma maulidi, kusherehekea maulidi, kuchangia maulidi, kushajiisha maulidi. Hivi sasa tayari kwenye mitandao watu wameishaanza, wahuni hawajui dini, wanatukana mashehe. Kwa nini mnasema maulidi hayafai? Sio watumie vigezo vya akili kudurusu vizuri hawa wanaosema maulidi hayafai. Wameshika nini? Wanategemea nini? Kazi yao kusema ovyo. Jambo liwe linafaa. Maisha ya Mtume miaka 23 wanaifundisha hii dini, asiliguse jambo hilo. Sisi tunapata wapi ujasiri wa kuliona ni jambo zuri kubwa muhimu? Bwana Mtume hakulieleza, hakulifundisha, bali kinyume chake ametahadharisha. Kinyume chake Mtume ametahadharisha mambo ya uzushi katika hii dini. Utangulizi ambao nimeuleta, hutuba ya kwanza, khutbatul haja, Mtume alikuwa akisoma hutuba yake akianza na utangulizi huu. Una ujumbe muhimu. Ni sunna makhatibu walelewe katika kuhuisha sunna hii, sio kutengeneza mikadimati mbalimbali ambao unaacha mambo muhimu ambayo ameyagusa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utangulizi wake. Anasemaje Mtume? Inna ahsana alhadithi kitabullah, hakika maneno mazuri zaidi ni kitabu cha Allah, yani Qur'an. Wa khaira alhadi hadi Muhammad, na muongozo bora ni muongozo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra alumuri, na shari ya mambo muhdathatuha, ni mambo yenye kuzushwa. Wa kullu muhdathatin bid'a, na kila lenye kuzushwa ni bid'a, ni uzushi. Wa kullu bid'ati dhalala, na kila uzushi ni upotevu. Maneno ya Mtume haya sio yangu, sikiliza vizuri Muislamu. Wa kullu dhalalati fi an-nar, na kila upotevu ni wa motoni. Haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyatoa kusisitiza watu washikamane na dini na waachane na mambo ya uzushi. Hadithi ya Irbad bin Sariya radhiyallahu anhu, hadithi ndefu, kwa haraka anasema wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha, alitutolea Mtume sallallahu alaihi wasallam mawaidha yenye kuathiri nyoyo. Wajlat minhu alqulub, mpaka nyoyo zikawa zimepata hofu. Wadharafat minhu aluyun, mpaka macho yakabubujisha machozi. Faqulna ya Rasulullah, tukasema ewe Mtume wa Allah, kaannaha mau'idhatul muwaddi, haya ni kama vile ni mawaidha ya kuaga. Faausina, basi tupe usia ewe Mtume wa Allah. Ishara ya mawaidha haya kama vile hatuna muda mrefu tutakuwa hatupo na wewe, tupe usia. Mtume akupinga maneno haya, akawaambia usikum bitaqwallah, mambo matatu na kuhusieni. La kwanza kumcha Allah, wasam'i, na kuhusieni pia kuwa wasikivu, wa ta'a, na kuwa watiifu kwa viongozi. Wa in ta'ammara alaykum abd, hata kama atakayewatawala akawa kiongozi kwenu nyinyi ni mtumwa. Abdul Habashia, akiwa ni mtumwa kutoka Ethiopia, anazungumza 90% wa Arabu. Hata kama atakayekuwa ni mtawala katika nyinyi ni mtumwa kutoka Ethiopia, mtumwa ni mtu duni, lazima mumtii madam ni kiongozi wenu. Na kuhusieni haya mambo matatu. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa iyyakum bimuhdathati al-umur, jitahadharini na mambo ya kuzua. Katika usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya mwisho ya Mtume haya, usia kwa umma, fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila uzushi ni bid'a.
wa kulla bid'ati dhalala kulla dhalala fi an-nar. Fa alaykum bi sunnati, nashikamaneni na sunna zangu. Angalia mtume anatahadharisha uzushi, anaamrisha watu washikamane na sunna. Sunna leo ni kitu hakina maana. Hao wanaodai ni wapenzi wa mtume, wanampenda mtume, ndio maana wanafanya maulidi. Ni maadui wakubwa wa watu wanaojipamba na sunna. Wanawatukana, wanawakejeli. Vipi wewe mpenzi wa mtume unachukia mtu anayejikurubisha na mtume na kutangaza watu warudi katika dini ya asili ya mtume, waache uzushi, waache shirki? Ndugu zangu katika imani, haya ni mambo tuzinduke, tuachane nayo. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo vizuri, original kama ilivyoanza, haijaharibiwa. Sasa kuna watu wataka kuitia matope, iharibu. Kwa kumalizia, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, la tattabi'anna sunanan man kana qablakum, nyinyi mtakuja kufuata mienendo ya watu waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua. Mtume akafika mahala akasema, hatta law annahum dakhalu fi juhri dhabbi la dakhaltumuh, hata wakiingia katika shimo la mburukenge na nyinyi mtawafuata muingie. Masahaba wakataka tafsiri haya maneno, hawa tutakao wafuata waliokuwa kabla yetu kwa staili hii ni kina nani? Mtume anaulizwa na masahaba, ya Rasulullah, alyahudu wan nasara, unaowakusudia tutawafuata hivyo ni mayahudi na wakristo? Mtume akasema, famani, kumbe ni kina nani kama sio hawa? Na kweli hii dini ni sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaiharibu kwa kuwafuata jamaa wa mlengo wa kushoto. Wallahi billah, asili ya maulidi wajua ni nini? Asili ya maulidi ni Christmas. Hawa jamaa wa maulidi wamepeti, wamekopi na kupesti kuwaiga wa Kristo, kwamba wao wakaita ni Christmas. Muulize Mkristo, Christmas nyie ni nini? Sema ni kusherehekea mazazi ya Yesu. Wanamuita Yesu Isa ibn Maryam, wanasherehekea. Tena wao wanasherehekea siku moja na ndio aliozaliwa. Hao walioiga hawa Waislamu wanasherehekea kila siku. Wao wamekwenda mbali mno. Wale walimu wao ni siku moja dunia nzima Christmas, hawarudi tena mpaka mwakani. Hao Waislamu sasa, baada ya kuwaona Waislamu, kuwaona wale wanaofanya ile Christmas, wakaanza kukopi na wao. Na wale waasisi wa uovu huu ni Shia. Shia wakavutiwa na Christmas, kaona na sisi tunaye mtukufu wa daraja nani? Muhammad bin Abdullah, mtume wa Allah. Wakaanza Shia kwa msaada wa Ibilisi. Waislamu nao ahli sunna nao wakaingia. Mwenye maulidi hasa ni Shia, na Shia sio Muislamu. Acheni mambo ya kuiga, muigeni mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoonyesha katika ayati kule hutuba ya kwanza. Aigwe mtume, afuatwe mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio dini, ndio kheri, ndio ibada kwetu sisi. Alafu unadai unamfuata, unampenda mtume, wakati unamuasi, unaharibu dini yake, unafanya uadui. Mshairi mmoja anasema, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un, hakika mpenzi kwa yule ampendaye ni mwenye kutii. Wewe unampenda mtume, unakwenda kinyume 80% na maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena wale wenye kujinasibisha na kumfuata mtume kwa kauli na matendo unawafanyia uadui. Utamwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu, haya maisha tunapita tu, na nadhani ndio maana shekhe akaacha ujumbe
katika as-sa'iqatul mu'riqa. Hakutaka kusema tu Sheikh Muhammad, akaandika kitabu tena akakipeleka kwa shekhe lake Sheikh Muhammad bin Ayub, akakipitia shekhe mwanafunzi wake alivyoandika, ambia hichi kitabu sawa kabisa. Kwa lugha nyingine kimepata baraka ya shekhe, kitabu kikaenea, wanaanza kukisoma watu wa Ansari, kikaleta ugomvi. Kwa nini mnasoma kitabu chetu? Ala, sasa kumbe ncha nini shekhe amekitunga na kinauzwa dukani pale Tamta, kilikuwa kinauzwa hichi kitabu. Ndugu zanguni, mashekhe wamejitoa katika dhima. Hatusemi mengine, lakini kwa hili ametuachia mchango. Anasema ni jambo la mila tu, jambo la ada tu ukifanya, lakini si dini. Kasema hivi, hichi kitabu sasa kuzungumza nukuu zake, hebu kitafuteni. Ukiwauliza vijana wanafunzi wa Shamsul Maarif wanakijua. Hichi ni kitabu chenu, ni chetu hichi. Haya aliyoandika shekhe hapo, anasema nyie mawahabi hamna elimu ya kusoma mkajua hichi kitabu bwana. Kitabu imeandikwa lugha nyepesi kabisa. Ndugu zanguni, maulidi si chochote, si lolote. Mfungo 6 umeingia, lakini tujiepushe na uovu huu. Tuwaase ndugu zetu, tuwakataze ndugu zetu wasifanye mambo haya. Ikiwa tunawapenda kweli, yapo mambo mengi ya kufanya, lakini sio katika kueneza uovu huu, kuhujumu dini ya Allah, kudhoofisha juhudi za Bwana Mtume na maswahaba. Tutamwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Ayati ni nyingi, ahadithi nyingi, lakini kwa kuchunga wakati, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة